unachowaza. Lakini mimi yani mshiko huo sina mzee. Yani sina kabisa. Unajua sijakaa kufikiria kabisa. Ila yani leo lazima nimalize kila kitu. Tena tuko wawili tu. Yani mimi na kaka. Kitanishinda kitu gani? Haiwezekani. Dalili zote hizi bado tu hatambui kuwa mimi nahisia naye, nampenda. Hivi mimi wa kunyanyaswa na mapenzi kweli? Na kasoro gani? Kaka atanishinda. Sasa subiri. Kaka samahani, sio kwa ubaya. Kaka, nilikuona unavyoingia chumbani, niliona kama umechoka sana. Kwa hiyo nikaona ningekuita kule kwa sauti kubwa, huenda ingekushtua sana, na ndio maana ikanilazimu nikufuate huko kuambia chakula tayari. Hivyo serious wewe? Umeanza lini kuingia chumbani kwangu? Alafu una hata wasiwasi. Rina. Nisikilize. Tunisikize vizuri sana. Michezo yenu yote unaifanya naiona. Mimi sipendi kwa kweli. Alafu eti chakula ndo kinakufanya uje uniite chumbani. Umeanza lini kuingia chumbani kwangu wewe? Okay, unakuja kuniita sijui mambo ya chakula. Ndio nguo gani za kunivalia hizi? Kwani ni kuje kaka, mbona kawaida tu? Kawaida? Kawaida sio? Kunijia hivi mtoto wa kike? Lakini sio kwa ubaya, ni yangu tu kalichukua. Wewe, kuwa makini. Tena kuwa makini sana. Toka chumbani kwangu. Tena nikwambie kwa hiyo michezo mnayoifanya, mtanishinda. Lakini nisikilize, naomba utoke chumbani kwangu. Na umetoka chumbani kwangu bwana. Hiyo mjitambue. Wewe ni wa kike, mimi ni wa kiume. Utasababisha vitu vingine tuje kutiana lawama. Ondoka. Karibu mwanangu. Asante sana mama. Mimi kusikia wewe ulikawa na matatizo. Pole sana na matatizo. Asante mwanangu. Pole sana. Yaani mama, nalikasikia wewe ulikatafuta watoto. Pole sana. Kwa hiyo mama, mpaka leo hujui walikawa wapi? Kwa kweli mwanangu, mpaka saa hizi sielewi wako wapi. Nimefanya maombi, nimetafuta kila sehemu, hawajulikani walipo. Hapa nimemwachia Mungu. Makweli dunia ye walimwengu wabaya kweli. Mimi kupata hilo neno kwamba wewe ulikataka watoto wako kujua wapi walikawa, roho yangu kuuma. Sasa mama, mimi ndo Nangolo, mtoto wako wa mtaani.
Ndio maana leo hii nalikaona nije nikupe wewe maneno. Mimi nalikajua wapi walika wa watoto wale. Unajua waliko? Watoto wako wewe walikaenda njini. Mjini? Ama njini walikaenda. Watoto nalika waona walikapanda gari. Au wawili. Pole sana. Kwa hiyo uliwaona wakati wanapanda gari? Nalika waona mimi mwenyewe. Mimi kuwaona pastendi pale. Kuzania labda kukuaga. Sasa kusikia pa kijiji hapa mama yule kutafuta watoto. Ama watoto hawa nilivyokawaona pale na maana wakakuaga we. Hakuniaga mwanangu. Moyo wangu kudumbulana weha. Watoto hawa walika wanalomba muache mama yao namna hii kwe. Pole sana mama yangu. Kaka, ni kitambo hatujaja mazingira kama haya kuvinjari kidogo. Ni kweli, lakini siona wewe mwenyewe umetingwa sana mishe siku hizi. Mimi mishe, wewe mishe. Yaani kiukweli maisha yanapozidi kwenda yanatufanya watu tuwe busy sana. Ndio hivyo kaka. Lakini cha msingi tunaendelea kupambana. Yaani siri ndio iko hapo. Ukishazaliwa wa kiume majukumu yameanzia hapo. Lakini kaka wewe una balaa. Kwa nini? Kaka wewe una balaa. Yaani hivi ninavyokuona hapa. Kaka wewe ni mtu. Kwa nini? Kaka tangia wachane na Rose. Sasa hizi ndio umekuja kunipigia kitu ambacho kinashangaza ulimwengu. Kinashangaza dunia. Kaka, watoto wawili ndani ya mjanga. Kumbe ndo unachozungumzia. Alafu sasa ungejua kitu kimoja Kibo. Yaani wale madogo nimewapa tu msaada. Yaani ni kama tu ambavyo mtu unaweza ukatoa sadaka. Yaani kiukweli sina ninachofikiria juu yao na sijawahi kuwa na hisia nao. Of course naishi nao pale nyumbani, lakini naishi nao kama niko tu na wadogo zangu wa kuzaliwa damu tumbo moja. Unajua moyo wangu umekuwa mzito sana Kibo. Yaani kiukweli siko speed namna hiyo. Eti labda unaruka kama chura achana na huyu na mimi sio sketchesa bro. Hata ikitokea leo ameshafanikiwa kupata wanachokitaka, labda hiyo kazi au mkutana na yule mtu wao aliyowatelekeza, chapu kwa haraka. Unajua kaka, ni kweli unachokisema kina usahihi ndani yake. Lakini kwa wakati ambao unao sasa hivi na jinsi ambavyo unakutazama kaka, katika wale watoto chukua hata kamoja pale kakatia. Nilijua tu ndio unachowaza. Lakini mimi yani mshiko huo sina mzee. Yaani sina kabisa. Unajua sijakaa kufikiria kabisa. Ila kama kuna kitu kinaanza kuja hivi. Kweli bwana, nisiyekuwa ni mimi mwenyewe mfugaji alafu nakula wenzangu. Aswa, hicho ndio ninachomaanisha. Itabidi nikae niwaze nifikirie. Mimi pale kati ya wale watoto siku ile bwana, yule mtoto aliyepita pale nilimkubali kinoma. Pako unapokuja kunisitua pale. Yaani nilikuwa niko mbali. Mimi nishakuwa nimejua, mimi nishajua kabisa kwamba huyu mwanangu hapa sasa huyu utaratibu mwingine. Leo hadi nitete kwa kweli. Naona kama nimezidiwa sana. Sijui hata kama naweza kufika asubuhi. Alafu naweza kwanza kuonekana kama sio mwanaume kamili. Kwa kweli wanaposemaga simba akikosa nyama anakula majani. Acha leo nijitetee. Watu wanaonyesha dalili za kunipenda tena sana, na sina mwanamke. Sijui itakuwaje, ila acha iwe mbaya. Halo. Lina uko wapi? Niko shambani kwangu.
Upo na nani hapo? Niko mwenyewe tu. Sawa. Unaweza kuja chumbani kwangu mara moja? Kaka, uko serious? Ya, na ukitaja hapa chumbani kwangu mara moja. Sawa kaka, nakuja sasa hivi. Nakwambia, yaani nakuja sasa hivi. Sawa. Acha iwe mbaya. Karibu. Wewe unakaa kama una wasiwasi. Benita. Yeah. Kaa. Wewe unakaa una wasiwasi sana. Hamna kaka, Benita. Unakuja kusikiliza. Ya, ni kweli. Kwanza ondoa wasiwasi. Unajua mimi ni mtu mzima. Na nakwambia utu uzima ni dawa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo nimeviona na ndio sababu kubwa ya kuweza kukuita wewe leo. Japo umeshinda kutamka kwa mdomo wako. Mimi naona vitendo vyako vyote. Lakini sijawahi kuchukulia umakini. Ila imefika muda sasa. Naona tunifanye mambo ya mepesi. Kwa hiyo nachotaka nikwambie, nimegundua unanipenda. Na mimi katika hali hiyo nimejikuta nakupenda sana. Kaka, kweli? Ya, kweli. Kwa hiyo moja kwa moja nimeamua kuwa na wewe rasmi. Oh jamani. Kaka, naona uko serious. Naomba kwa wangu. Ya, niko serious, lakini kikubwa ninachotaka nikifanye, kwa sababu najua mimi ni mtoto wa kiume na najua vitu vingi. Nahitaji tuwe wapenzi, lakini tufanye siri. Hatakiwi kujua hata dada yako. Siri tena kaka. Sisi wale tunapendana. Kuna haja gani kuweka siri tena? Sikiliza. Unanipenda kweli? Ndio, napenda. Ukimpenda mtu unakuwa tayari kumsikiliza. Na mimi ndio mwanaume. Najua nini ninachomaanisha. Kama lengo lako ni wewe, basi sawa, mimi sina shida na kusikiliza wewe. Nashukuru sana. Kwa hiyo jua hilo, wewe ndio wasiwasi. Tutakuwa pamoja. Na umesema dada yako ameenda kwenye party? Ndio, ameenda kwenye party na anategemea kurudi kesho mapema sana. Okay, sasa leo usilale peke yako chumbani kwako. Kwa hiyo leo utalala na mimi. Nadhani penzi la ndugu, penzi la ndugu, nimwite nani huyu ndugu kati ya shemeji, kaka au mume? Penzi la